Karibu tufanye tathmini ya hali ya fedha nchini ya robo mwaka kwa mwaka 2026. Utakumbuka kikao cha kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu kilichofanyika Januari 7 mwaka huu kiliamua riba ya Benki Kuu kitabaki kuwa ni 5.75 kwa robo mwaka, kwa robo ya kwanza ya mwaka 2026. Hii inatafsiri nini kwenye uchumi, wakati inaelezwa hilo ikiwa ni kiashirio kikubwa cha msimamo na tahadhari katika sekta ya fedha, ukilenga kudhibiti mfumuko wa bei huku ukiendelea kuchochea ukuaji wa uchumi nchini. Sasa kwa kina zaidi tupo na mchambuzi wa masuala ya uchumi Ali Mkimo. Bwana, karibu sana. Shukrani sana Richard. Jana nilizungumza na wewe kuhusiana na haya mambo ya uchumi, nikasema bwana, mambo ya uchumi wakati mwingine hisabati nyingi kabisa. Usipokuwa makini kwenye moja unaweza kujikuta umeweka 10 ukawa umeharibu. Bwana, karibu sana. Kwa mtu ambaye anatutazama hivi sasa, unamwambia kuhusiana na riba, na hapa tunazungumza kwa robo mwaka, kwa robo ya kwanza ya mwaka huu 2026, ni kitu cha namna gani? Kwanza ukiangalia Richard, turudi nyuma kwenye matumizi ya CBR yenyewe yalipoanza kutumika. Ukisikia CBR au Central Bank Rate au riba Benki Kuu, huu ni mfumo ambao unatumiwa na nchi mbalimbali ambazo nyingine tayari zimekwisha piga hata hatua ya kuendelea. Pale Marekani ndio ile wanaita Fed Rate. Unasikia Donald Trump anamwambia Jerome Powell, punguza rate hizo, punguza rate, ndio hiyo. Yaani anataka zile riba zipunguzwe ili dola ya Marekani izidi kupungua thamani au zaidi nje. Pale UK wanaita bank rate, ndivyo ambavyo imekuwa ikitambulika katika mtindo wa aina hiyo, na nchi mbalimbali ndio inafahamika kama hivyo CBR. Uganda wanayo yao, ipo kwenye 9%. Kenya wanayo ipo kwenye zaidi ya 9%. Burundi, unazungumzia Rwanda pia wanaitumia, Sudani Kusini, hata DR Congo pia, na Uganda ndio wa kwanza kuitumia hii CBR kwa Afrika Mashariki. Ila mara kwanza ilianza kutumika mwaka 1990 New Zealand. Wao ndio walianza kutumia mfumo huu wa CBR. Kwa Tanzania zaidi ya miaka 25, inafika miaka hata 28 hivi, walikuwa wakitumia mtindo wa ujazi wa fedha. Yani unakadiria kwamba sasa money supply itakuwa kiasi fulani, ule mzunguko wa fedha utakuwa kiasi fulani, basi tuongeze. Sasa mtindo huu, mabadiliko ya teknolojia yakawa yanakwenda kinyume na huu mtindo, lakini pia ile azma ya kutaka Afrika Mashariki kuwa na sarafu ya pamoja. Kama mtaka kuwa na sarafu ya pamoja, basi hamna budi muendane na mtindo ambao unafanana. Ndio maana matumizi ya CBR yakaweza kutumika hapo. Kwa hiyo nyinyi kama Afrika Mashariki mnataka kuwa na sarafu ya pamoja. Sasa mkiwa mna sera tofauti za kifedha, hiyo inaleta mchanganyiko. Sasa ukizungumza hii riba ya Benki Kuu kwa maana CBR inamhusisha nani na nani? Sasa ukishazungumza masuala ya riba, kuna mwananchi sasa hivi anaanza kuwa na maswali, anajiuliza hii riba tena ni nini hiki? Sasa yenyewe ilivyokaa hii riba Benki Kuu hapa kwetu ikaanza kutumika mwaka 2024 Januari, ndiko ambako imeanza kutumika, na maana imedumu miaka 28 hivi, kutoka mwaka 1995 hadi 2023 ikatamatishwa matumizi yake. Sasa ukisikia riba Benki Kuu haihusishi mwananchi na commercial banks na benki ya biashara, inahusisha benki na benki, yani Benki Kuu kwa benki za biashara. Kwanza twende taratibu, tufahamu kitu kimoja. Benki Kuu ni benka wa benki za biashara. Benki Kuu ni benka wa benki za biashara. Yani yeye Benki Kuu anazihudumia benki za biashara. Sasa iko hivi, unaweza fika wakati hizi benki za biashara zinahitaji kukopa. Zikienda kukopa sasa kule Benki Kuu, ina maana watakachokifanya wao watawekea hii riba baada ya kutumika mfumo huu, ukiachana na mfumo ujazi wa fedha. Sasa ukaanza kutumika mfumo huu wa riba ya Benki Kuu. Mwanzo ilianza na 5.5. Ilifika wakati, mfano kwenye robo ya pili ya mwaka 2024 ilifika kwenye 6%. Kwa hiyo sasa hii ni riba ambayo huwa inawekwa kwa ajili yani Benki Kuu yenyewe wanaiweka kwanza kwa ajili ya kudhibiti mzunguko wa fedha. Wakiona mzunguko wa fedha umekuwa ni mkubwa sana, hii riba itaongezwa. Hizo nchi ambazo nimekutajia wana zaidi ya 9%. Riba ikiongezeka maana yake mzunguko unapungua. Sahihi kabisa. Yani mzunguko unaweza ukapungua. Pamoja na sababu nyinginezo. Kwa sababu kitu kimoja, ukiongeza riba umeongeza cost of money.
gharama za kupata fedha kwa benki za biashara. Kwa hiyo ukiongezea gharama za kupata fedha, sasa wao wanapokwenda kukopesha, njia inayotumika kuongeza mzunguko wa fedha ni ile mikopo watu wanapokwenda kukopa benki. Riba ikiongezeka, ina maana wana discourage lending, yani watu wasiende sana kukopa. Kama wanapunguza ile hatua ya watu wengi kwenda kukopa, kwa sababu watu wakikopa sana ndio mzunguko wa fedha unaongezeka. Sasa watu hapo sasa ndio ukitaka kudhibiti watu wasikope sana, unaongeza riba. Yes. Sasa benki ya biashara ikienda kukopa mfano BOT, ile pesa unaleta kwenye biashara. Mimi mtumiaji wa benki fulani nikienda kutoa pesa niikute, sio? Tafsiri yake kama riba ikiwa juu, maana yake mimi mwananchi wa kawaida ninapoenda kutoa pesa ndipo naenda kukutana na makato makubwa pale, ama inakuwaje? Inamwathiri vipi moja kwa moja? Mtumiaji. Sawa, naopata vizuri. Tuende taratibu. Mpaka tutaelewa. Taratibu, leo tutaelewa kabisa banking business inaendaje. Leo tutarudi darasani vizuri tu. Iko hivi, wale wanaweka hicho kiwango cha riba. Unajua kukopesha sokoni kunategemea na hali ya soko ilivyo. Ushindani wakati huo, hiyo sekta ni sekta ina gani, riski zake zikoje. Ina uhusiano na riba ambazo zinakwenda kukopeshwa. Japo sio moja kwa moja, lakini ina uhusiano. Kwa sababu ndio gharama ya mwanzo ambayo yule benki ya biashara alikutana nayo wakati anakwenda kuchukua zile fedha ili yeye aweze kukopesha. Kwa sababu benki za biashara zinaitegemea benki kuu. Kama wakishindwa kukopeshana wao kwa wao, ile inaita interbank loans, wanakwenda kwa benki kuu. Benki kuu anasema ndio lender of the last resort, yeye ndio kimbilio la mwisho baada ya nyinyi kuwa mmeshindwa kukopeshana. Transaction labda ni kubwa sana, na mnakwenda kwake. Nakumbuka hizi benki za biashara zinahitajika kuwa na reserve, tunaita statutory minimum reserve, ambayo unapaswa, tunasema ni kama akiba ya benki za biashara kwa benki kuu. Yani wao wanakuhifadhia wewe akiba yako, na huo ni utaratibu ambao ni sheria anaweka kwenye benki. Iweje tena benki iende kukopa wakati fedha yake ameiweka kwenye benki husika? Sasa wewe unakwenda kupeleka fedha benki, Hilda. Sasa unajua kuna kitu moja, Hilda, hapa sasa usijiangalie wewe kama mteja unayekwenda benki, iangalie benki na yenyewe na mahitaji yake. Sasa yenyewe benki iko hivi, unajua benki na yenyewe pia watu wanakwenda ku withdraw. Unaweza ukajiuliza swali, what if kwenye siku moja watu wakaenda ku withdraw pesa nyingi sana benki? Wale wakiishiwa kabisa wanakwenda wapi kuendelea kuwahudumia watu wengine kwa siku ile? Kwa hofu ya kufilisika. Unaelewa kitu kama hicho? Ile pesa ya benki ya biashara ambayo inakuwa BOT ipo kwa ajili ya yani ni kama dhamana kwa mwananchi, kwa yule mteja kuhakikisha usalama wa pesa yake bado unaendelea upo pale pale. Sure thing, kwa sababu inaweza fika muda watu waka withdraw sana. Wakiishiwa liquidity inatoka wapi? Hawana ukwasi. Sasa ule ukwasi unaopata vipi? Unakwenda kukopa benki kuu. Lakini pia ndio una hiyo reserve ambayo uko nayo, lakini kwenda kukopa kwa benki kuu inategemea. Unaweza pia mkafanya nyinyi wenyewe kwa wenyewe interbank. Lakini pia hata interbank rate, kama ukisikiliza vizuri wakati anazungumza governor wa benki kuu, ambaye yeye ndio mwenyekiti wa Monetary Policy Committee, hiyo kamati ya sera ya fedha, yeye ndio mwenyekiti. Ukimsikiliza vizuri, ameainisha hata kiwango cha riba cha interbank rates, yani benki kwa benki kukopeshana, na chenyewe pia bado kipo ndani ya hiyo CBR. Kipo chini yake na kipo juu yake. Ilikuwa kwenye kama kwenye 3.75 hivi, ambayo inakwenda pia huko na kwa 7.775. Yes. Kwa hiyo ni chini yake au juu yake. Kwa hiyo na yenyewe bado ina set standard. Kwa hiyo haina uhusiano moja kwa moja na riba za utoaji mikopo, lakini ndo standard inapoanzia. Nikupe mfano mdogo tu, ni kama leo hii wewe uende kununua bidhaa sehemu fulani kwa jumla. Sasa wewe utakavyoenda sokoni kuuza, bei yako itaanzia pale kwenye gharama uliyoitumia kuanza kununua ile bidhaa, ndio bei yako itakapoanzia pale. Kama nilinunua shilingi 500, sasa wakati mimi nakwenda kuuza, ina maana bei yangu itaanzia 500 kwenda juu, kwa sababu mimi nilikutana na gharama pale. Sasa hii ipo kwa ajili ya kudhibiti mfumuko wa bei. Hatimaye namsaidia huyo mwananchi ambaye tunamzungumzia hapa. Wewe mteja ambao unakwenda kupeleka fedha hizo kwenye uchumi sasa kwa ujumla. Inakusaidia wewe kwa sababu inalenga kupunguza mfumuko wa bei. Unajua, hujawahi kujiuliza kwamba kama sisi tunahitaji fedha, kwa nini benki kuu isituite pale uwanja wa Taifa wakawa na lundo la fedha, alafu wakawa wanatugea tu, tunabeba kwenye mabegi tunaondoka nazo? Hawawezi kufanya hivyo, kwa sababu wakifanya hivyo bidhaa ulizozoea kununua kawaida utakwenda kununua kwa mnada. Mimi
mimi sina hela, kwa hiyo wewe utakuwa na hela. Sahihi kabisa. Kwani kuna ubaya kila mtu na hela? Kitu kizuri, lakini hiyo hela sasa inakwenda kuwa haina thamani. Mfumuko wa bei kwa kubaki 3.5 kuna maanisha nini? Kwanza na ukubwa wake unakuwa upi na wastani ama wa chini unakuwa upi tukizungumzia mfumuko wa bei? Shukran sana Hilda. Unajua, kwanza kuna kitu kimoja, mfumuko wa bei mara nyingi ni mipango ambayo mnakuwa nyinyi wenyewe, zile standards ambazo mmejiwekea. Mfano kwa Afrika Mashariki, nchi nyingi huwa zinajitahidi zisivuke ukomo wa zaidi ya 5% mfumuko wa bei. Ukizidi ya 5% pia ni changamoto. Kwa hiyo mfumuko wa bei unapendeza kwa chini ya 5%. Lakini pia ukiangalia kwenye vile viwango vya SADC, wenyewe waliweka pasina shaka kwenye 8% hivi ya mfumuko wa bei. Sasa kuna kitu kimoja, mfumuko wa bei jinsi ulivyo wenyewe, kwanza unapaswa kujua wazi kwamba mfumuko wa bei haupaswi kubaki sifuri. Hapo sasa unakwenda kwenye tatizo jipya linaloitwa deflation. Yaani unaweza kukimbia inflation unakuja kwenye deflation. Deflation ni kushuka kwa bei za bidhaa kila kukicha. Utautamani mwenye mfumuko wa bei utokee tena. Kwa sababu leo hii sasa si inakuwa rahisi watu kununua. Sasa unadhani ni rahisi? Ngoja na watu wanataka hivyo bwana, nikanunue embe shilingi 50. Sasa tatizo linakuwa wapi sasa? Unazorotesha uchumi. Kwa sababu moja, ni uchumi ambao hautakuwa competitive, hautakuwa shindani. Hivi ikitokea kuna mfumuko wa bei, ndio mimi nina fedha mwekezaji, nataka kwenda kusimika kiwanda ikatokea sasa kuna hiyo inatokea deflation, na maanisha inatokea kushuka kwa bei za bidhaa. Sasa kila ukicha bei zinashuka tu. Mimi kama nina kiwanda nasema, sikiliza, mimi sina fedha, nataka kwenda kusimika kiwanda, mimi siendi mwaka huu. Najua nikienda pale mwaka kesho kutwa ile bei itazidi kushuka zaidi. Kwa acha niendelee kusubiri. Uchumi unazidi kuzorota, mnasubiriana yani. Sasa nisaidia kwa hiyo uwekezaji kwa haufanyiki kwa sababu kila hesabu zikipigwa inaonekana hata uwekezaji ukifanyika ina maana hakutakuwa na faida. Of course, tena hata benki zenyewe zitaona faida za kukopesha, watafunga kabisa biashara. Sasa nakopesha vipi wakati bei za bidhaa zinashuka kila siku? Thamani ya fedha nayo itakuwa si hili ambayo mnaweza mkaenjoy kiasi hicho. Kwa sababu bei za bidhaa zinashuka kila siku, benki hazitaona faida ya kufanya biashara. Kwa hiyo mfumuko wa bei unapaswa kuwa moderate, yani usizidi sana na kwa mwananchi, kwa sababu ameshazoea ukitamka neno mfumuko tayari anatafsiri maumivu kwenye maisha yake. Pale ambapo bidhaa inakuwa chini, sio kama pesa inakuwa ina thamani, ina nguvu mbele ya bidhaa, ama inakuwaje hii tupate picha halisi? Nakubaliana nawe kabisa. Ni kitu kizuri kwa sababu unajua ukizungumzia mfano mfumuko wa bei wa 10%, mfano mfumuko wa bei wa 10%, na maana thamani ya fedha inabaki kuwa 90%, si ndio? Sasa bidhaa kuwa chini ni kitu kizuri. Of course fedha inakuwa na nguvu, lakini isiwe sasa kwenye hatua ya kuwa deflation. Yani hiyo bei ya bidhaa kila kukicha inazidi kuendelea kuporomoka, biashara zitafilisika na watu mitaji itashuka, kwa sababu uchumi tunasema ni uchumi ambao umezorota. Bei zinazidi kushuka za bidhaa. Mfumuko wa bei ukiwa moderate, uchumi unachangamka. Yani usizidi sana, ila uwe katikati, kwa maana kwamba uchumi unachangamka na uchumi unakuwa shindani. Kwa sababu leo hii wewe ukijua pale kesho kutwa kuna watu watakuja kununua, leo hii wewe utakwenda kununua. Unajua dhana ya uchumi jinsi ilivyo, tunapenda kuona watu wakifanya consumption, watu wakinunua. Watu wakinunua. Ndio maana leo hii mchumi yoyote yule hawezi kuenjoy akiona fedha zinahifadhiwa ndani. Yaani sisi wachumi watu tunaenjoy kuona watu wakiconsume. Na tulikuwa tunao mjadala kwa siku ya Jumatatu, Jumanne hivi kama nitakumbuka sawa. Unaona sasa. Sasa tafsiri yake ni kwamba BOT ndio wenye nguvu ya kumonitor na kuelekeza uchumi ukueje ama uwe kwenye mazingira gani. Kwa mfano tumezungumza CBR ya 5.75. Ikiwa chini ya hapo inatafsiri nini? Ikiwa juu ya hapo inatafsiri nini? Very good question. Iko hivi Richard. Ikiwa juu ina maana moja. Ina maana nyinyi mfumuko wa bei umekuwa ni mkubwa. Sasa inabidi muiongeze ili mkadiscourage watu wasiende kukopa. Ndio maana mmeiongeza. Watu wasiende kukopa kwa sababu ule tunasema
mfumuko ukiwa mkubwa, punguza rate ya monetary cycle. Na hapa tunazungumzia kitaalam tunaita M3. Kwenye uchumi tuna M0, M1, M2, M3. Sasa of course huo ni mjadala wa kitaalam sana, lakini mimi nataka tuzungumzie M3 kwa lugha nyepesi sana. Yenyewe ni broad money, kwa maana kwamba ni ile fedha amana, fedha taslim ambazo unaweka kwenye akiba. Sasa fedha za aina hiyo zote mjumuisho wake. Sasa iko hivi, ukiona monetary cycle imeongezeka sana, fedha zimekuwa nyingi sana, unaweza kuiongeza. Nchi ambazo zina 9%, zaidi ya 9%, mfano Kenya, Uganda wana zaidi ya 9%. That means mfumuko wa bei kwao ni mkubwa. Kwa maana bidhaa ni ghali. Sahihi kabisa. Hawana budi kuweka kiasi hicho ili washushe, wa discourage monetary cycle kuwa nyingi. Unajua serikali ina njia mbalimbali ya kupunguza mzunguko wa fedha mojawapo ndio hiyo. Unaweza kuongeza riba. Ukiongeza riba, wale wakienda kukopa, wale benki za biashara wakienda kukopa, sasa wanachokifanya wanaona kwamba kuna gharama, cost of money imeongezeka, gharama ya kwenda kukopa imeongezeka. Sisi tunafanyaje? Nasi pia basi twendeni tukapunguze, tunasema tukaongeze sasa na sisi pia riba. Na wao pia wataangalia namna gani wanaongeza riba. Mtumiaji wa mwisho ndio atakayeumia sasa. Anaumia lakini for the best, kwa sababu tunataka kupunguza mfumuko wa bei. Riba ikiongezeka na watu watapunguza pia ile kiwango cha kwenda katika ukopaji. Of course, though sasa soko lenyewe la kukopeshwa na lenyewe nalo pia lina sababu nyingi. Inategemea na sekta ambayo unakopesha, riski zake zipo kiasi gani. Hicho ndio kinachoamua. Lakini tayari ile riba imeseti standard, wewe utaanzia pale. Kwa sababu ulipoenda kukopa ndicho kiwango kile ambacho uliipata hiyo fedha. Ina maana sasa hivi sasa wakienda kukopa hawa commercial banks wakienda kwa benka wao ambaye ndio benki kuu sasa. Akienda kukopa ina maana atapatiwa kwa kiasi hicho cha 5.75. Ina maana anaanzia hapo. Kwa hiyo akienda kuweka riba na yeye ataanzia hapo kuelekea juu ndio iwe faida yake. Lakini vipi kama riba itaongezwa na wastani bado utakuwa ule ule, hautapungua? Kwa maana wastani wa watu kuendelea kukopa. Risk appetite imeongezeka, uchumi unafanya vizuri sana. Yaani ina maana watu sasa ile risk yao imeongezeka. Unajua kwenye kukopa uwekezaji risk appetite ina nafasi kubwa sana. Sasa appetite imeongezeka kwamba hata riba ikiwa hiyo twende tukakope tu inatuletea faida. Kwa hiyo ukiongeza ina maana mfumuko umekuwa mkubwa, ambayo hiyo tunaita contractionary monetary policy. Unapunguza. Tutarudi, utatuambia kuhusiana na hilo. Tuendelee. Tuko hapa na Ali Mkimbo, mchambuzi wa masuala ya uchumi, tukizungumza kuhusu tathmini ya hali ya fedha nchini ya robo mwaka, ikiwa riba ya benki kuu ama CBR imesalia kwa 5.75. Na kabla ya kwenda mapumziko mafupi, Ali, ulikuwa unazungumzia hapa kuhusiana na contractionary monetary policy. Na uko unatuelezea namna ambavyo imekuwa ikifanya kazi. Sahihi kabisa Hilda. Yaani yenyewe wanakuwa unaongeza riba ili kidogo kupunguza kasi, kwa sababu hapo tunasema uchumi umeoverheat. Yaani uchumi joto limezidi, yani fedha zimezidi kuongezeka, mzunguko umekuwa mkubwa, watu wana hela. Ina maana sasa hapo itabidi wewe upunguze kidogo monetary cycle ili bei za bidhaa na zenyewe zishuke. Yaani unajua kwenye uchumi sio kwamba hatupendi watu wawe na fedha, watu wawe na fedha lakini ziendane na shughuli za uchumi. Yaani watu wawe na fedha ziendane na ujazo wa uchumi. Imagine watu wana fedha nyingi sana afu supply ya bidhaa ni chache. Nini kinakwenda kutokea? Kwa maana kwamba zile bidhaa za kawaida mtanunua kwa auction. Yaani leo hii kila mtu atataka kupandisha cha juu ile hapo. Ama nini kikitokea? Kuna sababu za lazima za mabadiliko. Napenda sana maswali yenu. Iko hivi. Hizi ni short term interest loans. Tunasema I mean the short term interest. Yaani tunasema yenyewe ni kwa muda mfupi. Na MPC hii monetary policy committee yenyewe inafanya kazi kwenye quarterly basis. Inafanya kazi kwa robo mwaka. Ndio maana unaona inakwenda hivyo kwa robo mwaka. Kwa hiyo ukisikia hivyo kwamba kila baada ya robo mwaka, ina maana hiyo kamati ya sera fedha itakuja sasa kuainisha na mwenyekiti wake ambaye ni gavana wa benki kuu, gavana Tutuba, ina maana atakuja kuainisha mwelekeo wa uchumi na sera za kifedha zimeendaje. Kwa hiyo inakwenda on quarterly basis. Kwa kila robo mwaka tathmini inafanyika. Sahihi.
kabisa. Kwamba tunabaki pale pale au tunakwenda kuongeza riba. Kwa hiyo tunabaki pale pale, tumedhibiti mfumuko wa bei. Tukiongeza riba ujue kuna overheat, uchumi kidogo umekuwa na overheat. Ni kwamba kama vile tuseme mzunguko wa fedha sasa umeongezeka kidogo, kuna kamfumuko kadogo kametokea. Kwa hiyo tunahitaji walao kuregulate ikae sawa. Tukishusha ujue kuna contraction, kuna uchumi kidogo umesinyaa, inabidi uje ndo na hiyo kinyume chake cha expansionary monetary policy. Shusha riba sasa, watu wakakope, mzunguko wa fedha uongezeke, watu waweze kufurahia zaidi ukuaji wa uchumi na bei za bidhaa. Bado tuko pale pale, yani kwamba tunapenda tuwe na fedha, lakini zikiongezeka uchumi utakuwa umeoverheat. Joto litakuwa kubwa sana, kwa maana kwamba watu wana fedha nyingi alafu bidhaa ni chache, mtasababisha hyperinflation. Bidhaa unayokwenda kuinunua asubuhi kwa shilingi 2,000 ukirudi jioni utakuta 15,000 na kesho unaweza kuikuta hata kwenye 100,000 huko. Hivi Mkimo, ni lazima hizi benki kwenda kukopa? Yaani ni kwamba ni zoezi la lazima, kwa sababu sijui kama nitakuwa imani yangu ni sawa kwamba zipo benki ambazo zina wateja wengi na zina mzunguko mkubwa sana wa biashara. Tafsiri yake hata uchumi wake ni imara, yani wana mtaji mkubwa, na zenyewe pia zinalazimika kwenda kukopa. Of course zinalazimika kwa sababu unajua watu wana withdraw kila siku na mahitaji ni mengi, lakini pia kumbuka na wanaweka pia, kumbuka wana wateja wengi, hiyo haikataliwi. Kumbuka sasa wakati watu wana withdraw, lakini nawe pia unahitaji daily, unatakiwa kuna ile kile kigezo cha hiyo ambayo Hilda wakati ule alizungumza, hiyo statutory minimum reserve, kutokana na deposits zinazowekwa, mikopo inayowekwa. Kwa hiyo lazima kuwe kuna hiyo deposit, na ukiangalia mara nyingi wengine huwa wanaweka 10% ya withdraw kwenye hiyo reserve yako, akiba yako ambayo benki kuu anakuhifadhia. Yani ni akiba yako wewe benki biashara, lakini anayekuhifadhia ni benki kuu. Sasa wewe una mahitaji hayo yote, wakati huo wewe kama benki pia una matumizi mengine, kwa hiyo unaweza ukakopa kwa sababu ya mahitaji. Lakini pia kumbuka, anaweza siku akaja mteja mwenye large transaction, anakuja pale na muamala mkubwa kweli, ambao za huo muamala kama ni mkubwa utahitaji kwa wakati huo kuwe kuna hiyo interbank loans, mkopeshane nyinyi kwa nyinyi. Ukiona sasa yule hawezi, na kwa bwana hii transaction kubwa sana, hapo ndo utabidi ukimbilie kwa lender of the last resort. Utarudi kule sasa, japo ni kuibia kasiri kidogo. Benki za biashara wakati mwingine huwa zinaona changamoto kwenda kukopa benki kuu, kwa sababu wakati mwingine zinahofia kuonekana kwamba vipi, mbona kuja huku na financial distress nini. Kwa hiyo huwa wanajitahidi sana wakopeshane kwanza wenyewe kwa wenyewe hizo interbank loans kabla ya kwenda benki kuu, kwa sababu ukienda kule kidogo pia tunakuangalia huyu vipi ana financial distress nini, mbona amekuja huku kwetu. Nataka kuelewa pia wake unakuwa sio unakutia shaka. Sahihi kabisa, lakini ni kawaida. Haimaanishi commercial banks wajue tu ni kawaida. Si kama ni changamoto kiasi hicho. Benki inaenda kukopa BOT, lakini yenyewe pia inakopesha wateja wake. Hii inasimamaje? Kwa sababu unajua mfano tuseme what if ndani ya mwezi withdrawals zimekuwa nyingi, watu kwenda kutoa fedha imekuwa nyingi kuliko wanavyo deposit. Hili linakwenda kutokea. Na labda hapo katika hilo swali utupitishe katika mchakato wa benki zinavyojiendesha pia. Ndio. Shukrani sana Hilda. Unajua zenyewe jinsi ambavyo zinakwenda, watu sio benki zina accept deposit, ndio jukumu mama, si ndio? Wanakubali fedha ambazo watu wanaweka, accepting deposits, na kisha wanatoa mikopo. Wakati wanakubali hizo fedha pia wanatoa mikopo. Wakati huo wanakuwa na mahitaji pia mengi nayo. Lakini pia kumbuka kuna hiyo reserve ambayo unahitaji pia hiyo akiba yako wewe kwa benki kuu. Na niliangalia wakati fulani rate nikaona ni 8% kwa 40%. Kwa zile deposits za government entities na non-government entities. Sasa wewe unahitaji kuweka hiyo reserve yako pia huko. Kwa mujibu wa utaratibu. Sahihi kabisa. Ni hiyo statutory minimum reserve. Unahitaji kuweka hiyo. Wakati huo watu wanakopa. Wakati huo na wewe una mahitaji yako. Kulipa mishahara, na kuna uwekezaji pia inawezekana benki na yenyewe pia inakuwa inaufanya. Vitu vya aina hiyo. Sasa mahitaji yanapokuwa mengi, wakati mwingine hauna budi, lakini pia kumbuka kuna hizo interbank settlements. Mfano benki kwa benki. Umewahi kuona benki kwa benki ikachukua muda ukaambiwa inahitajika ifanyike clearance.
Sasa ile clearance inahusisha pia na hizo reserve ambazo mko nazo, na benki kuu hapo yeye ni moja kati ya operator wa hizo clearance ambazo zinafanyika. Kwa hiyo wakati mwingine mahitaji yako yanapokuwa ni makubwa, banks zina mahitaji yanapokuwa makubwa, au ndio kama hivyo Hilda na Richard, let's just say ndani ya mwezi au miezi miwili withdraw ni nyingi kuliko deposits. Watu wanachukua sana fedha kuliko wanavyoweka. Liquidity itakuishia tu, kwasi utakupungua. Sasa ili tuepuke wewe kuwa insolvent, ifike baada ya muda fulani unakuwa hauna uwezo wa kuhudumia yale mahitaji ya pale ndani, wewe unashindwa kukopesha, mtaji wako unazidi kushuka. Sasa ili benki nayo isiwe bankrupt, basi hauna budi kuhakikisha pia na wewe pia unakopa. Kwa hiyo wanakopa ili kuendesha shughuli zake za kila siku, hizo daily activities. Na of course benki kuu pia wanafurahia hizi benki za biashara zinapokopa kwao, kwa sababu ndio njia nzuri ya kufanya tunaita kuzidetect hizo policy signals, hizo alama mbalimbali za kisera. Benki kuu kwao ni kitu kizuri sana, wanafurahia hilo, na ndio maana hizi rates ambazo za kwenye hiyo minimum, hiyo statutory minimum reserve, na zenyewe pia ni sehemu nyingine ya kupunguza au kuongeza mzunguko wa fedha pia. Mkimo, wananchi wa kawaida wananufaikaje ama wanaathirikaje kwenye uamuzi wa namna hii unapotokea? Uamuzi mfano wa kuongeza riba ama kupunguza? Aha. Sasa unajua wananchi wananufaika kwenye kupunguza kwanza, mfumuko wa bei unapokuwa mkubwa, ina maana wakiongeza riba, mzunguko wa fedha na wenyewe utakuwa controlled, tofauti na mwanzo wakati unatumika mfumo wa ujazi wa fedha, ilikuwa ni kukadiria tu kiasi cha fedha kilicho kwenye mzunguko. Sasa unaweza ukapeleka fedha afu zikaenda tofauti na ujazo wa uchumi. Lakini ukitumia riba, ina maana unaweza kudetect kwa kutumia riba, whether uipandishe au uipunguze. Sasa kama utaongeza riba, ina maana unakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kudhibiti mzunguko wa fedha, kwa sababu ya kupunguza hizo kudiscourage watu kukopa fedha nyingi na kuwepo kwenye mzunguko. Tunataka kuwa na fedha. Mimi najua watu wakati mwingine wanaweza wasinielewe. Sasa mchumi, mbona anasema wapunguze mzunguko wa fedha wakati tunataka tuwe na fedha nyingi? Ukiwa na fedha nyingi, bidhaa hizi hutaona zikiuzwa kwa bei hiyo. Yaani utaona hizi bidhaa hata hiyo fedha haitakuwa na thamani tena, kwa sababu sasa ndo yale utajikuta inafika wakati unabeba rundo la fedha kwenda kwenye kununua bidhaa, utajikuta una noti siku moja ya shilingi 100,000, noti ya shilingi 50,000, kwa sababu sasa ile fedha inazidi kupungua thamani yake. Kwa hiyo sasa hapa kinachoangaliwa, inapoongezwa, lengo ni kudhibiti mfumuko wa bei usiwe mkubwa sana, ili mwananchi akienda kununua bidhaa abakiwe na disposable income. Yani serikali ikikupunguzia wewe mfumuko wa bei, ina maana utabakiwa na disposable income, kipato ambacho machaguzi ni yako. Sasa unaweza ukaweka akiba au unaweza ukawekeza. Wakishusha, ina maana wameona uchumi umezorota, kwa hiyo wanaongeza mzunguko wa fedha ili watu waweze kufanya shughuli zao. Na vipi kwa sekta binafsi? Wenyewe pia wananufaikaje? Ama pale ambapo CBR inabaki bila mabadiliko yote, inakuwa vile vile, kuna namna ambavyo wanaathirika kwa sekta binafsi, mfano wazalishaji wa bidhaa? Kwa sababu hapa tunazungumza ni biashara ya benki kwa benki, benki kwa benki kuu ama benki kwa benki. Sasa mzalishaji wa bidhaa, mimi ni kampuni nafanya shughuli zangu za uzalishaji, haiwezi of course kuwa changamoto, kwa sababu unajua kwenye CBR huwa wanaangalia vigezo vingi sana. Of course tunafahamu wafanyabiashara wanapenda pia na wao bei za bidhaa zipande, ili na wenyewe pia waweze kunufaika, ina faida yake. Lakini sasa bei za bidhaa zikipanda katika nyakati ambazo pia na mzunguko wa fedha ni mkubwa, huwezi kuiona ile faida, kwa sababu watu pia wengi wana purchasing power kubwa. Kwa hiyo wewe utajikuta of course unapata fedha, lakini na wewe pia ukienda kununua zile bidhaa kwa jumla ili urudi kufanya biashara, utakuta fedha ambayo uko nayo haina thamani kiasi hicho. Kwa hiyo kuna changamoto ya aina hiyo. Kwa hiyo kwa mfanyabiashara, kama inabaki kama ilivyo, haiwezi kuwa changamoto kiasi hicho, sababu unajua sababu nyingine, ukiangalia kwenye taarifa imeonyesha pia na kuongezeka kwa mikopo kwa sekta binafsi kwa 20.3. Ina maana watu wamekuwa wakikopa sana, mikopo imekuwa ikienda sana kwa sekta binafsi, ndio maana unaona of course imeendelea kubaki hapo ilipo. Kwa hiyo wameangalia pia na vigezo vingine. Tena nimekumbuka na kitu kimoja, kuna swala la mikopo chechefu
kikamilifu. Non-performing loans imezungumzwa hapa pia kwenye hii ripoti kwamba imepungua kutoka 3.3% hadi 3.1%. Ukisikia non-performing loans au mikopo chechefu ni ile mikopo ambayo imekopeshwa aidha imerudi nusu au haijarudi kabisa, na inaweza kufika wakati mkaisamehe kwa maana kwamba fedha hizo hazirudi, kwa hiyo ni hasara kwa benki. Sasa na yenyewe pia ijumlishe hiyo, ndio maana unaona kuna haja wakati mwingine benki kwenda kukopa. Imagine umekopesha watu alafu wamekimbia. Hebu jaribu kufikiria, umegeuka umekuwa mkopo chechefu, umekuwa non-performing loan. Wakati mwingine inakuwa ni changamoto, au amekopeshwa mtu asiye na vigezo, mikopo haijarudishwa, changamoto za aina hiyo. Though of course tunafahamu kukimbia si rahisi kwa sababu kuna collateral na vitu vya aina hiyo, lakini sasa inaweza fika wakati zikatokea challenges ambazo ule mkopo umerudishwa nusu, yule mtu amefilisika, au ule mkopo haurudi kabisa, mtu kishatangaza kuwa bankrupt. Kwa hiyo vitu vya aina hiyo vikitokea vina nafasi kubwa sana. So kwa mzalishaji kubaki kama ilivyo, of course inaweza kuwa si tatizo, kwake si tatizo kubaki kama ilivyo, though wanapenda bei zipanda, sababu kumbuka bei zikipanda za bidhaa at the same time na yenyewe pia at the same time kama wao mzunguko wa fedha pia ukiwa mkubwa inaweza kuleta changamoto. Kwa hiyo kibaki kama ilivyo ina maana kubwa. Asante sana Ali Mkimo, mchambuzi wa masuala ya uchumi, na tumejifunza mengi kuhusiana na tathmini ya hali ya fedha nchini ya robo mwaka, ikiwa riba ya Benki Kuu CBR imesalia kuwa 5.75. Asante sana Ali Mkimo. Shukrani sana.